Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu popote pale ulipo buheri wa afya, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakuwa nahodha wako katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye nani ambaye nitamwalika kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote basi tupate miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Viongozi wa halmashauri ya wilaya Longido mkoani Arusha wahimizwa kuongeza nguvu katika sekta ya ufugaji. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abasi atoa wito kwa wafanyabiashara kuzingatia usafi wa mazingira. Na katika rubaa kimataifa, zaidi ya watu milioni 4.6 waathiriwa na changamoto ya ukame nchini Somalia. Naam, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, ni kukumbushe tu mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali, sambamba na kupatikana pia katika Azam Max app. Tunapatikana pia huko Mahasin TV. Tuianze safari ya kapu la habari hii leo tukianzia huko mkoani Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makala ameuagiza uongozi wa halmashauri ya wilaya Longido kutoa kipaumbele kwenye sekta ya ufugaji kwa kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya mabwawa, majosho na minada ili kutoa huduma bora kwa wananchi na kuongeza mapato ya halmashauri hiyo. Noho Stima anatupasha zaidi. CPA Makala ametoa maelekezo hayo wakati alipokutana na baraza la madiwani wa halmashauri ya Longido, akisisitiza kuimarisha miundombinu mbalimbali ili wananchi kuona thamani ya kutozwa ushuru katika minada na masoko mengine ya biashara. Maelekezo yangu kwa wilaya hii ni kuhakikisha kwamba minada yote tulionao mikubwa 8 muisimamie na kuiboresha. Mtu unapomtoza ushuru aone huduma nzuri katika minada hiyo, minada iliyoboreshwa. Leo tuna changamoto ya maji, mabwawa. Mapato hayo mtakaopata yaende kutatua pia changamoto hiyo, kwa sababu utatuzi wa changamoto una muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Aidha, CPA Makala amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Longido kuweka akiba ya mapato yanayokusanywa ndani ya wilaya hiyo ili kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukame. Halmashauri ina uwezo wa kuweka vipaumbele kwenye mabwawa yetu ya fedha hiyo ya ndani. Leo tunahangaika na hatua za dharura. Sitarajii mwakani nikaja nikaambiwa bwana bwawa fulani limeingia tope. Kwa hiyo ni kazi ya huku tu, halmashauri tu. Mkurugenzi, tengeni fedha, yaangalieni mabwawa haya, kwa sababu uchumi wenu unategemea mifugo. Kwa nini msiende kuwekeza huko kwenye miundombinu ya mifugo? Awali akielezea changamoto ya ukame katika kikao hicho, mbunge wa jimbo la Longido Dr. Steven Kiruswa, ambaye pia ni naibu waziri wa madini, amemwomba mitambo ya kuchimba maji iliyopo ndani ya mkoa wa Arusha iletwe ili kupunguza changamoto ya uhaba wa maji. Kwa sababu ya ukame wa wilaya hii, kwa ile mitambo ya kudrili maji ilikuwa inazunguka wilaya zote za mkoa huu, na zamu ya Longido tangu hiyo mitambo ije haijawahi kufika hapa. Sasa nadhani ni wakati mwafaka zamu ya Longido
izingatiwe. Sisi kama madiwani na halmashauri kwa ujumla hatutakuangusha katika swala la kuhakikisha swala la mapato, ambao ndio wimbo kila wakati tunaimba, tukuhakikishie tutasimamia mapato ipatikane, lakini tutasimamia na matumizi yake kwa 100%. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo. Tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kufutwa kazi na kufikishwa katika vyombo vya kisheria kwa aliyekuwa mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme Tanzania TEMESA pamoja na management ya wakala huo kutokana na ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 2.5. Rajabu Shaaban Matuga anakuja kutupasha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa agizo hilo wakati akizungumza na viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na wakazi wa Kigamboni baada ya kukagua hali ya utoaji wa huduma katika kivuko cha Magogoni. Amesema uamuzi huo unatokana na matokeo ya tume maalum iliyoundwa kuchunguza tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma katika wakala huo. Hapa tuchunguze kipi kingine hapa? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inaowapa kiburi wezi wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani. Mheshimiwa waziri wanakoangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amemwagiza Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega kufanya uchunguzi wa vivuko vyote, kubaini vyanzo vya uharibifu kufuatia uwepo wa taarifa kwamba vivuko hivyo vinaharibiwa kwa makusudi ili wahusika waweze kujipatia fedha kupitia matengenezo. Kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni 800. Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha, watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni 2.5. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri, kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Na Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu, hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Chukua muda vinavyoharibika na hayo matengenezo. Nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango? Na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. Haya ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayoudhi. Kwa mujibu wa kaimu mtendaji mkuu wa TEMESA Moses Kamabamba, amesema kivuko cha MV Magogoni kilichopo kwenye matengenezo mjini Mombasa tangu mwaka 2023, matengenezo yake yanayogharimu takriban shilingi bilioni 7.5 yamefikia 70%. Shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo. Na kwa mkoani Katavi, halmashauri ya wilaya Tanganyika imeendesha mafunzo maalum ya fursa za kiuchumi kwa vijana wa wilaya hiyo, yakilenga kuwajengea uwezo, kuimarisha na kuonyesha milango ya fursa mbalimbali za maendeleo zilizopo na zinazoendelea kutengenezwa na serikali. Hilali Sefuriami anakuja na undani wa taarifa hii. Mafunzo hayo yaliyofanyika katika kata ya Isengule, Kalema, Kapala Msenga na Ikola yamelenga kuwajengea uelewa vijana namna kuchangamkia fursa za kiuchumi zinazopatikana katika maeneo yao. Miongoni mwa fursa zilizotajwa ni pamoja na ufugaji wa samaki na mifugo, kilimo cha mazao mbalimbali pamoja na biashara ndogo ndogo na zakati. Nimeelewa vizuri kwanza kupanga mpangilio wa soko, tutakapochukua samaki na kuzipeleka katika soko hilo na kuuza. Vile vile nimepata fursa ya kupata swala mikopo kwa sisi wanawake. Tutakuwa wabunifu kufanya biashara kwa sababu tayari tumepata kipaumbele kikubwa. Nimeweza kugundua vitu vingi ambavyo nilikuwa sijavijua hapo awali, na kwangu nimeiona fursa kubwa kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuipata siku hii ya leo. Wito wangu mimi kwa vijana, wajitokeze kwa wingi katika swala la ujenzi, kwa sababu ujenzi kwa sasa ni fursa, ujenzi ni maisha, ujenzi ndio kila kitu, kwa sababu majengo yanajengwa kila siku, tunapata kuyaona vituo vya afya, shule, ofisi nyingi za taasisi zinajengwa hasa katika kata yetu.
Moja ya fursa walizohamasishwa vijana hao kuitumia vizuri ni pamoja na uwepo wa bandari ya Kalema yenye thamani ya shilingi bilioni 47.7 pamoja na ujenzi unaoendelea wa barabara ya lami ya Kagwira Kalema, miradi ambayo inatarajiwa kuongeza shughuli za kiuchumi na ajira. Lakini pia uwepo wa bandari na ujenzi wa meli kumeleta fursa ya ajira kwa vijana. Tunao vijana ambao wamepata ajira kwenye maeneo ya bandari katika ujenzi wa meli. Wapo vijana ambao walikuwa ni kama wanatoka kama vibarua, lakini sasa hivi wameshapata ujuzi wa kuchomelea. Kwa hiyo niseme tu kwamba hizo ni moja ya fursa ambazo zipo katika eneo letu. Lakini pili, lipo fursa za barabara ya lami ambayo inajengwa sasa hivi. Ni fursa nyingine kubwa ambayo inabidi kwamba tuwaelekeze vijana ili waweze kujiandaa kupokea barabara hizo, kwani wanaweza wakajikuta kwamba wanashindwa kuitumia vizuri barabara kama watakuwa hawajajipanga vizuri kuweza kuipokea hiyo barabara. Mbali na uwepo wa fursa hizo, vijana hawa wametakiwa kutunza amani ya nchi katika kuhakikisha fursa zilizopo zinatumika vizuri. Lakini jambo jingine ni swala uwepo wa ziwa, swala la uvuvi. Vijana wengi walikuwa hawajajua namna gani wanaweza kusafirisha mazao ya samaki kwenye maeneo ya nje ya mkoa au paka nje ya nchi. Kwa hiyo tayari fursa tumeweza kuwapa hizo fursa, na kimsingi niseme wao wamezipokea vizuri. Lakini pia pamoja na hayo tulikuwa tunawakumbusha kuhusiana na namna nzuri ya kuweza kutunza amani ya nchi yetu, ili kuhakikisha kwamba hizo fursa ambazo zipo na ambazo wanakwenda kuzitumia basi wazitumie kukiwa kuna amani, kwani kusipokuwepo na amani uwezekano wa kutumia hizo fursa ambazo zipo utakuwa ni mdogo. Aidha, vijana wamesisitizwa kujiunga na kuunda vikundi ili kunufaika na mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ya wilaya ya Tanganyika imekadiria kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 700 kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo Hilali Sefuriami kutokea huko mkoani Katavi. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Ruvuma ambako mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas Ahmed amefanya ziara kukagua ujenzi wa masoko ya Manzese A na B pamoja na soko la Bomba Mbili manispaa ya Songea na kumtaka mkandarasi kuongeza kasi ya utekelezaji wa ujenzi huo. Rajabu Shaban Matuga anakuja na simulizi ya taarifa hii. Baada ya kufanya ukaguzi katika mradi huo, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas Ahmed amesema kucheleweshwa kwa ujenzi wa soko hilo kutakwamisha mchakato wa maendeleo katika manispaa hiyo na taifa kwa ujumla. Katika ukaguzi wa soko nimebaini ujenzi haujaanza. Kilichofanyika pale ni uwekaji wa uzio, na nimeambiwa mkandarasi ameshalipwa bilioni 3 kama advance payment, lakini kazi bado hazijafanyika. Kwa hiyo ukichelewa kwa kazi zile, kuna mambo kama 4-5 yatajitokeza. Jambo la kwanza, ile mipango iliyowekwa na manispaa ya makusanyo ya ushuru ndipo soko litakamilika inaweza isifikiwe. Kwa maana hiyo mapato mwakani yanaweza yakawa chini au yakawa yameongezeka kidogo. Lakini jambo la pili ni changamoto wanazozipata wananchi wetu kwenye kupata bidhaa, kwa sababu masoko haya ambayo ni ya muda hayako kwenye mazingira mazuri. Hili la tatu ni wafanyabiashara wenyewe nao kufanya biashara zao katika mazingira mabovu. Aidha, Brigadier Generali Ahmed Abbas ametoa maelekezo kwa mkandarasi kuandika barua iliyoainisha mikakati ya utekelezaji wa mradi pamoja na kufanya marekebisho kwenye barabara zilizopo maeneo ya wafanyabiashara kwa gharama zake mwenyewe. Sasa nimeelekeza mkandarasi kesho aniletee barua ya commitment itakayoonyesha namna gani ata speed up utekelezaji wa kazi ya ujenzi wa masoko yale. Lakini pia nimekuja hapa nimekuta mazingira mabovu ya soko, miundombinu haifai, barabara zimeharibika, kuna tope, lakini pia kuna uchafu uliokithiri. Nikuelekeze mkurugenzi wa manispaa na mkuu wa wilaya mpate mkandarasi yule ambaye ndio anachelewesha kazi ya kule, aje na vifaa vya kusafisha barabara hii, ikiwepo magreda na vitu vingine vyote. Barabara zinazoingia kwenye soko hili zirekebishwe kwa zero cost. Katika hatua nyingine, Brigadier Generali Ahmed Abbas ametoa wito kwa wafanyabiashara kutunza mazingira, kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa magonjwa ya mlipuko, hususan katika kipindi hiki cha mvua.
maagizo haya niliyoyatoa yote yawe yamekamilika ndani ya wiki moja kuanzia tarehe ya leo ambayo nimetoa maelekezo. Tuzingatie hiki ni kipindi cha mvua, hali ikibadilika tunaweza kusababisha magonjwa ya milipuko ikiwepo kipindupindu ambacho kikitokea kitaweza kuleta gharama kubwa kwa serikali kuja kuaresti ugonjwa, lakini vile vile kuathiri sasa shughuli za kijamii za wananchi wetu, sababu kutalazimika pia baadhi ya maeneo yafungiwe kutokufanya shughuli hizo. Kwa hiyo kabla hayo hayajatokea, niwaombe sana mkuu wa wilaya na mkurugenzi mkayasimamia haya, na yakiwa tayari mnipe taarifa ndani ya hiyo wiki moja niliyosema, nije nikague mwenyewe. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Ruvuma. Mtazamaji, tuelekee mkoani Manyara ambako wafugaji wa jamii ya Maasai eneo la Olenganasho katika kijiji cha Kimana wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wamekita kambi katika eneo wanalolitumia kwa ajili ya malisho, wakilinda lisivamiwe na kutumika kwa ajili ya kilimo. Kutoka huko wilayani Kiteto mkoani Manyara, Mohamed Chumvi anatupasha zaidi. Wakati serikali ya Kiteto ikiendelea na jitihada za utatuzi wa migogoro ya ardhi, imeelezwa kuwa baadhi ya wafugaji wamekuwa chanzo cha migogoro hiyo kwa kuuza ardhi na hata kujihusisha na shughuli za kilimo kwenye maeneo ya ufugaji. Wanaofanya hivyo sasa ni wakulima, ni wafugaji wenzetu. Baadhi ya wafugaji wa eneo la Olengasho kwenye mbuga ya Engusero Endare inayogombaniwa kwa miaka kadhaa sasa kati ya wakulima na wafugaji, jamii hiyo ya kifugaji Maasai wanasema baadhi yao wamekuwa tatizo. Kwa mwaka huu unaona eneo hili kwa sasa hivi eneo kidogo limeshalimwa kabla ya mvua, na tunashangaa sana kwa sababu wanaofanya hivyo sasa ni wakulima, ni wafugaji wenzetu. Serikali ya kijiji pamoja na vyombo vyote vya sheria tutusikilize kwa kilio chetu hiki cha Engusero Endare. Wanahusia na wanatumia njia nyingine, wanaandikishana, lakini mwenyekiti kijiji hajawahi kuandikisha, mtendaji hajawahi kuandikisha. Kisha hapa wakatoa msimamo wao kuhusiana na eneo hilo la Engusero Endare. Kwa kweli na sisi kama wananchi au wafugaji hatutakubali kabisa kwamba tuendelee kuvamiwa na sehemu ya malisho. Kwa hiyo ile swala baadaye litakuwa ndefu sana, kwa sababu hatutakubali. Hatutoki hapa mpaka aje atuambie kwa nini. Kwanza kwa nini hiyo ramani anapishana na mkutasari wake. Hatuondoki hapa mpaka afika aje atuambie, maana wakijiji kweli wanatusaidia, hatulaumu wala hatuweki, ila watu hatoki. Sijajua uzito gani hao watu kwa serikali, nataka aje atuambie. Pamoja na mkoa wa wilaya anasaidia. Kwa kweli ni mtu ambayo tunamwomba sana kwa wilaya yetu atusaidie kwa hili, kwa sababu alitusaidia sana, ametutembelea mara nyingi na akisisitiza kwamba eneo hili la mbuga hili hapa lisiendelee kulima, lakini watu hawasikii. Watu wanaendelea kukaidi amri. Tumezungumza na mwenyekiti wa kijiji cha Kimana, Sekemi Sakana, kuhusu mgogoro huu. Hapa anasema jamii wanapolalamika kwamba tulipitisha kwenye mkutano hivi wako sahihi, na ili hapa tutakara serikali ya kijiji kuangalia namna ya kurekebisha ramani na maamuzi ya wananchi ziendane pamoja. Hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo mwanahabari wetu Mohamed Chumvi kutokea huko wilayani Kiteto mkoani Manyara. Tuelekee sasa huko mkoani Mtwara ambako wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Mtwara umeanza utekelezaji wa miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania TACTIC unaofadhiliwa na serikali kuu kupitia mkopo wa Benki ya Dunia kwa kuanza ujenzi wa jengo la ofisi ya usimamizi wa miradi pamoja na maabara ya kupima ubora wa vifaa vya ujenzi wa miradi hiyo. Kwa mara nyingine tena namkaribisha Hilali Sefuriami kwa undani wa taarifa hii. Mradi huo unagharimu shilingi bilioni 27.4, unatekelezwa na mkandarasi wa kampuni ya Serengeti, ukianza rasmi tangu Desemba 5, 2025 na utahusisha barabara pacha ya Mbae yenye urefu wa kilomita 2.4, barabara Chipuputa kilomita 2.4 na ujenzi wa barabara kuzunguka soko la Chunyo yenye urefu wa kilomita 3.
Kwa ujumla huu mradi wetu wa TACTIC unajumuisha komponenti takriban 5 ambao tukianza na hapa kuna jengo la ofisi, tutakuwa na small industry area, alafu tutakuwa na ujenzi wa mradi wa utoaji wa maji katika eneo la Kiangu ambao una urefu wa kilomita 1.5. Vile vile tutakuwa na ujenzi wa barabara kuzunguka soko la Chuno, pia na mifereji ya kutoa maji katika ile soko la Chuno. Stendi ya Mkanaredi pale kuna stendi iliyopo ya sasa na ile eneo ambalo liko wazi ambalo linatumika kama stendi ya maroli. Kwa hiyo ile stendi ya maroli itaboreshwa kuwa stendi ya mabasi ya kwenda mikoani, alafu hii nyingine stendi ya sasa itakuwa ni kwa ajili ya kupaki maroli. Kwa upande wa ukarabati wa barabara, shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa mwaka kwa ajili ya halmashauri 3, ambapo manispaa ya Mtwara Mikindani shilingi bilioni 3.8, na tayari kwa mwaka huu TARURA imesaini mikataba yenye thamani ya shilingi bilioni 1.5. Kwa ujumla tunatengewa bajeti, ukijumlisha wilaya zetu, halmashauri zetu 3, tunatengewa bajeti ya takriban bilioni 7, ikijumuisha Mtwara manispaa ambayo inatengewa bilioni 3.8, ikijumlisha vyanzo mbalimbali vya fedha. Kwa mwaka huu tumesha saini tayari mikataba ya takriban ya bilioni 1.5 kwa ajili ya ukarabati na usafishaji wa mifereji. Kama mnavyoona mkipita sasa hivi, kazi ya usafishaji wa mifereji na uzibaji wa viraka zimeshaanza. Kwa hiyo kazi ya bilioni 1.5 wakandarasi wameshaanza wako site. Mhandisi mshauri mkazi wa miradi ya TACTIC katika manispaa ya Mtwara Mikindani Henry Moshi amesema mkandarasi yupo katika hatua za maandalizi ya kazi mobilization, wito ukitolewa kwa vijana wa maeneo hayo kutumia fursa zinazojitokeza kupitia miradi hiyo. Mkandarasi sasa hivi yupo katika process ya mobilization, ameshaomba advance payment na tunaamini kwamba akishapata advance payment hapo ndo tunaweza kumpima mkandarasi kama ni wale au ni mkandarasi ambaye sio wale wanaozungumzwa na watu. Vibarua kawaida tumependekeza kwamba, na mimi nitalisimamia hilo, kwamba vibarua haswa ni locals wachukuliwe upande wa vibarua. Hatutarajii kwamba kibarua atatoka Dar es Salaam. Tunategemea kwamba vibarua watatoka maeneo haya. Kuwepo kwa huu mradi kwangu ni furaha pia, kwa sababu hadi mmechanganya kidogo, mvua inanyesha, kazi zimesimama kule na bila tunajichanganya tena na huku kupiga ili kusudi sio kukaa tu. Sisi wananchi wa Mtwara tunahamu sana watukamilishie stendi yetu iwe mfano kwa mikoa ya wenzetu. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mtwara. Na kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kitaifa. Tunapata wasaa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni ule muda mzuri sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tuendelee kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari, na kwa wewe pengine ndio kwanza unaungana nami, hili ni kapu la habari ambapo hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali zilizojiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasimu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema ukame umeathiri zaidi ya watu milioni 4.6 nchini Somalia, ambayo ni karibia robo ya idadi ya watu wa nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika mkutano na waandishi wa habari, amesema washirika wa Umoja wa Mataifa wametangaza kwamba watu 120,000 walilazimika kuhama makazi yao kati ya Septemba na Disemba mwaka huu wa 2025, huku bei za maji zikipanda, uhaba wa chakula ukishtadi, mifugo ikiangamia na vyanzo vya riziki vikiporomoka. Aidha, amesema ukame umeathiri pia sekta za elimu, ambapo zaidi ya wanafunzi 150,000 wamelazimika kuacha shule kote nchini humo. Hata hivyo, Dujarric amesema mamlaka za Somalia zinaomba msaada wa haraka ili kukabiliana na athari za ukame na kuzuia vifo vinavyoweza kuepukika, ambapo miezi 4 ijayo inatarajiwa kuwa hatari kwa Somalia, kwani msimu ujao wa mvua ni April 2026. Mwezi uliopita wa Novemba pia shirika la mpango wa chakula duniani WFP ulitahadharisha kuwa karibu robo ya jamii ya watu wa Somalia wanakabiliwa na njaa kali, huku watoto zaidi ya milioni 1.85 walio na umri chini ya miaka 5 wakiwa katika hatari ya kupata utapiamlo mkali. Kwingineko, viongozi wa Muungano wa Mataifa ya Sahel AES, kundi linalojumuisha Mali, Burkina Faso na Niger, umeanzisha shirika jipya la habari lenye makao yake makuu katika mji mkuu wa Mali, Burkina Faso, ikielezwa kuwa ni chombo rasmi cha kukabiliana na upotoshaji wa taarifa na kuimarisha simulizi ya kanda hiyo. Televisheni hiyo imezinduliwa Disemba 23, 2025 katika hafla iliyohudhuriwa na Rais wa Mali Jenerali Assimi Goita, Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore na Rais wa Niger Jenerali Abdurrahmani Tiani, waliokutana mjini Bamako kwa mkutano wa siku 2 kutathmini mwaka mmoja wa muungano wa AES. Taarifa kutoka ofisi ya Rais wa Burkina Faso imesema kuwa viongozi hao watatathmini ripoti ya utekelezaji na kufanya maamuzi ili kuangazia mafanikio na kushughulikia changamoto kubwa zinazokabili AES. Hatua zilizopigwa na AES hivi karibuni ni pamoja na uzinduzi wa kikosi cha pamoja cha AES wiki iliyopita, FUAES, ambacho kina makao makuu yake mjini Niamey nchini Niger, ambapo kikosi hicho kinategemewa kuwa na wanajeshi karibu 5,000 kukabiliana na makundi yenye silaha. AES yenye kujumuisha watu milioni 78 inaendelea kuunganisha nchi wanachama katika masuala ya usalama, uchumi na mawasiliano, ikiwa ni ishara ya kuelekea kujisimamia na kujitegemea wenyewe katika eneo la Sahel. Ikumbukwe kuwa Mali, Burkina Faso na Niger zilijiondoa rasmi katika Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS Januari 2025 kufuatia mchakato wa mwaka mzima. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Waziri Mkuu wa Libya Abdul Hamid Dbeiba ametangaza kuwa mkuu wa majeshi Luteni Jenerali Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad na maafisa wengine 4 waandamizi wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea wakati walipokuwa wakirejea Libya kutoka kwenye ziara rasmi nchini Uturuki. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, Dbeiba amesema amepokea taarifa hizo kwa masikitiko makubwa na huzuni, akithibitisha kufariki kwa Luteni Jenerali Mohamed Abdul Haddad na wale waliokuwa kwenye msafara wake. Waziri Mkuu wa Libya amesema tukio hilo limetokea wakati wakirejea kutoka mji mkuu wa Uturuki Ankara, na kulitaja tukio hilo kuwa ni pigo kubwa kwa taifa na jeshi, na kuongeza kuwa Libya imepoteza watu waliokuwa wakitumikia nchi yao kwa nidhamu na dhamira kwa taifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yelikay awali alisema mabaki ya ndege hiyo ya binafsi iliyokuwa ikielekea Libya ikiwa imembeba mkuu wa majeshi ya nchi hiyo yalikuwa yamepatikana katika wilaya ya Ankara ya Haimana. Hata hivyo, awali waziri wa Uturuki alisema mawasiliano alipotea na ndege hiyo muda mfupi baada ya kuondoka kutoka uwanja wa ndege wa Esenboga jijini Ankara mnamo saa 2:10 usiku kwa saa za Uturuki. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Al-Akh Nuh Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa studio, lakini kabla kuhitimisha, basi tujikumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Viongozi wa halmashauri ya wilaya Longido mkoani Arusha wahimizwa kuongeza nguvu katika sekta ya ufugaji.
Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi atoa wito kwa wafanyabiashara kuzingatia usafi wa mazingira. Na katika rubaa kimataifa, zaidi ya watu milioni 4.6 waathiriwa na changamoto ya ukame nchini Somalia. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgani nilikupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote aliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla ya kufungasha nibebe kila kilicho changu hapa studio, nikukumbushe tu maneno ya wahenga ambayo wamesema kidole kimoja hakivunji chawa, lakini vingi hufanya kazi sawa. Kwa maana kwamba basi nasi tushikamane kwa pamoja, tuongeze ile nguvu ya utendaji kazi ili kuongeza kasi ya maendeleo. Nikutakie wakati mwema na utazamaji mwema pia kwa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam, pia kupitia Azam Max app na app yetu ile ya Mahasin TV Live. Tunapatikana huko. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.